Twaingira 1 2 Shalom shalom. Ni wakati mwingine na mtukuza Elohim Baba wetu wa mbinguni kwa vile ametupatia hii nafasi ili tupate kushiriki katika neno lake. Maana ni neno ambalo limewekwa kwa ajili ya mtu wa Elohim. Elohim Baba wetu kama tunavyosoma katika kitabu cha 6 7 ambayo tutasomewa na msomaji hapa. Na kwanza nijitambulishe tena mara mimi ni Deacon John Mwai kutoka kanisa la Mount Zion Seventh-day Church of God hapa Sweetwater. Kwa hivyo nikikusihi ewe mtu wa Mungu kushiriki pamoja katika neno la jioni na wakati huu, naye Baba atakubariki, maana neno linafaa sana kwa mtu wa Mungu kama tutakavyosomewa katika Timotheo wa pili 3:16 na 17. Msomaji tusome. katika Timotheo wa pili 3:16 na 17 inasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Elohim lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Yes, kwa hivyo tumesikia maandiko matakatifu ambayo ndio Biblia. Tumesikia ni yenye iko na pumzi ya Elohim wetu, na linafaa sana kwa mtu wa Mungu ili awe mkamilifu kwa kutenda kazi yote njema. Tumesikia linafaa kwa mafundisho. Kwa hivyo katika Biblia, katika maandiko matakatifu kuna mafundisho ya mingi ili mtu wa Mungu awe amefahamishwa kukaa kulingana na mapenzi ya Baba. Tena katika maandiko kuna kuonywa makosa, maana makosa ndio hufanya tuwe mbali na Mungu wetu. Pia kuna mambo ya kutuongoza na kutuadibisha katika haki, maana Mungu wetu Elohim wa Israeli ni Mungu mwenye haki. Kwa hivyo kusudio lake ni sisi ambao ni watoto wake, sisi ambao ni watu wake, tuwe ambao ni watu wenye haki. Na ili tujue haki ya Mungu, lazima tutegemee maandiko yatufunze, yatuongoze, yatuonye ili tukae kulingana na mapenzi yake. Maana tumesikia ili mtu wa Mungu awe mkamilifu, amekamilishwa apate kutenda kila tendo njema. Maana kwa wale ambao wataishi kutenda mema, wakiongozwa na maandiko, watapata uzima wa milele. Kuna kipawa cha uzima wa milele. Ni katika Warumi 2 mstari wake ni wa 7. Kuna kipawa cha uzima wa milele. Na wale ambao watakao wapata ni wale ambao wataishi kutenda mema, wakiongozwa na maandiko matakatifu, wakiongozwa na Biblia. Sio mambo ya desturi za watu, sio mambo na mafikira ya watu, bali ni kuongozwa na maandiko matakatifu. Hebu tusomee Warumi 2 mstari wake ni wa 7, tusikie sio bure. Kuna zawadi, kuna kipawa cha uzima wa milele. Warumi 2:7 tusomee. Warumi 2:7, wale ambao kwa saburi katika kutenda mema wanatafuta utukufu na heshima na kutoharibika, watapewa uzima wa milele. Yes, kwa hivyo tumesikia kuna wale ambao watapewa uzima wa milele, ni wale ambao wanautafuta kwa njia hiyo ya kuishi kutenda mema. Kwa saburi katika kutenda mema, wanatafuta utukufu na heshima na kutoharibika, watapewa uzima wa milele. Kwa hivyo kuna ahadi ya uzima wa milele kwa wale ambao wataishi kutenda mema, wakiongozwa na Biblia takatifu, maandiko matakatifu ambayo tumesikia ni pumzi ya Elohim, Mungu wetu, Mungu wa Israeli. Kwa hivyo leo tutasoma kuhusu hatua za wokovu, steps of salvation. Maana wokovu unahubiriwa kwa njia nyingi, na unahubiriwa na watu wengi, na unahubiriwa na dini nyingi, na kuna hatua nyingi ambazo zinachukuliwa ili mtu ambiwe ameokoka ama isemekane ameokoka. Lakini Biblia tumesikia inafaa kwa kufundisha. Kwa hivyo itatufunza kuhusu hatua za kuokoka. Maana kuna wokovu ambao Mungu anatuhimiza tutafute kutoka kwake. Kwa hivyo hizo hatua ndizo tutakazoziangalia kulingana na vile Biblia itatufunza. Na nashukuru Baba kwa nafasi hii,
Na nashukuru Baba kwa wewe ambaye ni mtazamaji. Naamini Baba atakufunulia zaidi na atakuwezesha ili utoke katika from one glory to another, kutoka utukufu moja hadi mwingine. Maana tumesikia neno likisema ni ukamilike wewe mtu wa Mungu katika kutenda mema, katika kuwa katika haki. Hebu tusomewe Isaia 45 mstari wake ni 22 na 23. Tusikie maneno yako pale. Kwa hivyo tunasoma kuhusu hatua za wokovu, steps of salvation. Hebu tusikie Isaya 45 mstari wake ni 22 na 23 inasemaje? Isaya 45 23 na 24. 22-23 inasema hivi: niangalieni mimi mkaokolewe, enyi nchi zote za dunia. Incha zote za dunia, maana mimi ni Mungu, hapana mwingine. Kwa nafsi yangu nimeapa, neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala halitarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa, kila ulimi utaapa. Yes, kwa hivyo tumesikia Elohim, Mungu wa Israeli, ambaye ndio Mungu wetu pia. Tumesikia akisema tumuangalie yeye ili atuokoe. Anahimiza dunia yote ili mtu akaokolewe. Katika incha zote za dunia, Mungu wetu ambaye ndiye Mungu muumbaji, Mungu wa Israeli, anasema tumuangalie yeye ama tumtafute yeye ili tuokolewe. Kwa hivyo kuna haja ya binadamu kuokolewa. Na ndio tumesikia hapa anasema maana ameapa kwa nafsi yake, neno hili limetoka kinywani mwake kwa haki, wala halitarudi, ya kwamba mbele zake kila goti litapigwa na kila ulimi utaapa. Kila goti litapigwa na kila ulimi utaapa. Kwa hivyo ni vyema we look at him so that we be saved. Na tumesikia ni incha zote za dunia. Kwa hivyo ni from north to south, from east to west. Mahali popote wanadamu wako, neno linahimiza tumtafute Bwana ili tupate kuokolewa. Kwa nini tuokolewe? Hebu tusome katika Warumi 3. Kwa nini iwe hilo jambo la kuokolewa kutoka kwa Mungu muumba wetu, Mungu ambaye ni Mungu wa Israeli, Mungu ambaye anaishi milele? Kwa nini tutafute kuokolewa? Hebu tusome Warumi 3:23 hadi 25. Neno linasema aje msomaji? Tusome Warumi 3:23 hadi 25 inasema hivi: kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Masihi Yeshua, ambaye Bwana amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Elohim dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Yes. Tumesikia wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Tunapotaja Elohim, Elohim ni Mungu wa Israeli. Kwa jina la Kiebrania ama ile title ya Kiebrania ni Elohim, kumaanisha Mungu muumbaji, God the creator. Kwa hivyo tunaposema hilo, natumai kama hujui utajua na hutakuazika. Tunaposema Elohim, pia tunaposema Yeshua Mesia. Yeshua Mesia ni mwana wa Mungu na ambaye ndiye mwokozi, ambaye alitumwa hapa duniani ili apate kutuokoa wote ambao tutapitia hizi hatua ambazo tutazisoma kulingana na vile Biblia itakavyotufunza. Kwa hivyo tumesikia neno linasema watu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa katika utukufu wa Mungu. Wakati wazazi wetu wa kwanza walipokosea, Adamu na Hawa, uzao wao wote ukahesabiwa kuwa umeingia katika dhambi. Na hapo ndipo mauti pia iliingia. Kifo kikaingia. Lakini hiyo jambo Baba naye alikuwa na mpango mwema, mpango wa wokovu. Kwa hivyo tunaokolewa ili tutoke kwa dhambi. Tunaokolewa ili tupate kufikia utukufu wa Mungu. Maana Mungu alimuumba binadamu akiwa mzima. Alimuumba akiwa mwenye haki. Bali dhambi ilipoingia akapungukiwa na hiyo haki, akapungukiwa na utukufu wa Elohim ambaye ndiye muumbaji wake. Lakini tumesikia mtu atahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi. Kwa hivyo kuna ukombozi
ulio katika mwanawe Yashua Masihi. Maana Baba amemweka kuwa yeye ndiye upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake. Kwa hivyo Yashua Masihi mwana wa Mungu alikuja duniani, akafa, akatoa dhabihu, na ambayo ile damu kwa kuamini utapata upatanisho na utapata kuondolewa dhambi ambazo ni za hapo mwanzo, ambazo tunahesabiwa wote kuwa tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo kulingana na hapo, ina maana kila binadamu tunahitaji kukombolewa, tunahitaji kuokolewa. Kama vile tumesikia nabii Isaya akisema, ni baba wetu akinena kupitia nabii Isaya, lazima kila mmoja tumtafute Mungu wetu ambaye ni Mungu mwenye uzima, ili tupate kuokolewa. Naye tukimtafuta anatutuma kwa mwanawe. Katika Matendo ya Mitume 4 mstari wake ni wa 10 na 12. Mwana ambaye ndiye Yashua Masihi, wengi wanamjua Yesu Kristo. Yashua Masihi kwa Kiebrania, huyo ndiyo ambaye ako na wokovu. Ndiye amekabidhiwa hiyo ministry ama hiyo utumishi ya kuokoa binadamu kutoka kwa dhambi na kutoka kwa utumwa wa dhambi. Hebu tusome Matendo ya Mitume 4. Tusome kwanza 10 alafu turuke 12. Matendo ya Mitume 4 kuanzia 10 alafu turuke 12, inasema hivi: Jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yashua Masihi wa Nazareti, ambaye ninyi mliomsulubisha na Elohim akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyo anasimama ali mzima mbele yenu. 12. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Yes. Kwa hivyo tumesikia ijulikane na wote, hata watu wote wa Israeli, ya kuwa kwa jina la mwana wa Mungu ambaye ndiye Yashua Masihi wa Nazareti, hakuna jina jingine walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo, ila kwa jina la Yashua Masihi mwana wa Mungu. Kwa hivyo wokovu una yeye huyo ambaye tunakiri, Yashua Masihi wa Nazareti. Wokovu una yeye kupitia hilo jina ambalo ni Yashua Masihi. Kwa hivyo ina maana tutafute wokovu, na tumesikia hiyo jambo la wokovu limekabidhiwa mwanae ambaye ndiyo Yashua Masihi. Hapo ambapo tumesoma kwa hilo jina, kuna kiwete ambaye alipata kufikishiwa uzima kupitia hilo jina. Kwa hivyo huyo ndiyo ambaye ana wokovu. Kama vile pia Timotheo wa kwanza 1 mstari wake wa 15 inavyosema, ni ushuhuda wa Paulo akiwa mtume wa Yashua, na pia hata nami ni ushuhuda wangu. Timotheo wa kwanza 1:15. Sababu kuu iliyomfanya mwana wa Mungu kuja duniani. Timotheo wa kwanza 1 mstari wake ni wa 15. Ni neno la kuaminiwa, tena la stahili kukubalika katika kabisa, ya kwamba Masihi Yashua alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza wao ni mimi. Yes. Tumesikia ni neno la kuaminiwa, tena la stahili kukubalika kabisa, ya kwamba mwana wa Mungu Yashua Masihi alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza ni mimi. Ulikuwa ni ushuhuda wa Paulo akimnenea Timotheo, bali siku ya leo ni ushuhuda wangu pia mimi. Hata nami ameniokoa. Kwa hivyo ndiyo maana nashuhudia hata hii habari, hata hii mafunzo, ili pia nawe uwe katika hiyo njia. Na kama uko katika hiyo njia, udhibitike kuwa katika hiyo njia, na ambayo ndiyo hiyo mpango ya wokovu. Kwa hivyo kusudi kuu ambalo lilimfanya mwana wa Mungu kuja duniani ni ili awaokoe wenye dhambi. Maana tumesikia wote binadamu tumehesabiwa kuwa wenye dhambi, na ni jambo ambalo unastahili kuamini na tena uikubali. Yashua Masihi alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza ni mimi. Kwa hivyo hatua ambazo zinafaa ili uokolewe, ya kwanza ni hiyo tumesikia, kuamini. Lazima ukubali na uamini Yashua Masihi alikuja duniani awaokoe wenye dhambi. Hiyo hatua zingine ni gani? Matendo ya Mitume 2:37 na 38. Tusikie hizo hatua zingine ili uokolewe ni gani.
Kwa hivyo kwanza lazima ukubali wewe ni mwenye dhambi, kama vile maandiko imesema, wote wanahesabiwa kuwa wenye dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Na ukikubali kuwa wewe ni mwenye dhambi, tena uamini yule ambaye atakuondolea hiyo dhambi, ambaye atafanya uhesabiwe haki, na ambaye ndiye mwana wa Mungu, Yahshua Masihi, ambao tumesoma na ijulikane kote na watu wote, hata wana wa Israeli, ya kuwa Yahshua Masihi wa Nazareti, huyo ndiye anaye wokovu. Hebu tusomewe Matendo ya Mitume 2 mstari wake ni wa 37 na 38. Tuzidi kusikia hizo hatua zingine. Kwa hiyo hatua moja tumesikia ni hiyo, ukubali na uamini Yahshua Masihi. Haya, Matendo ya Mitume 2:37 na 38 inasema, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yahshua Masihi, mpate ondolewa la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Yes, walipochomwa mioyo yao. Kwa hivyo waliposikia vile ambavyo habari ilipewana, ilikuwa siku ya Pentekosti, na Petro na mitume wengine wakahubiri, mpaka wale makusanyiko ambao walikuwa nasikia wakachomwa mioyo yao. Wakauliza, tutendeje ndugu zetu? Tutafanyaje sasa? Kwa hivyo wakarudishiwa vyema. Hili ni jambo la kila mmoja. Lazima utubu na ubatizwe. Ili ukitubu na ubatizwe, upate kuondolewa dhambi na upokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tumesikia tena kuna hiyo hatua ya kutubu. Maana umekubali wewe ni mwenye dhambi. Na ili uoshwe hizo dhambi na uondolewe, lazima pia upitie ubatizo. Na ubatizo utakuwa ni katika jina la Yahshua Masihi, ambaye ndiye dawa ya dhambi, ambaye ndiye atakaye kuondolea dhambi na uhesabiwe kuwa mwenye haki, kama vile yeye pia yeye mwenyewe ni mwenye haki. Kwa hivyo hiyo hatua nyingine ambayo tumesikia hapa ni kutubu. Baada ya kutubu ubatizwe. Na ukitubu ubatizwe, tutakuja katika hiyo topic ya ubatizo pia wakati wake utakapofika. Kwa hivyo kufikia hadi hapo tumeona kuna kuamini na kuna kutubu na pia kuna kubatizwa. Ili upate kufanya nini? Upate kuokolewa. Kama vile tunavyo pia soma zaidi katika Marko 16. Marko 16. Na hakuna shortcut. Lazima upitie hizo hatua ndio ufikie huo wokovu ambao tumesikia uko ndani ya mwanawe na ndiyo Yahshua Masihi. Marko 16, 15, 16. Inasemaje? Marko 16, 15, 16 inasema hivi mwalimu. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri injili kwa kila kiumbe, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Yes. Kwa hivyo lazima kwanza habari njema ihubiriwe ulimwenguni mwote. Ihubiriwe kila binadamu. Na ambayo ndiyo injili. Ihubiriwe kila kiumbe. Mitume waliagizwa hivyo. Waende wahubiri injili, wahubirie kila kiumbe. Wakihubiri, aaminie na kubatizwa ataokoka. Kwa hivyo huwezi okoka kama hujaamini, huwezi okoka kama hujabatizwa, huwezi okoka kama hujatubu. Kwa sababu hizo hatua zote tumesikia zinakuja before uokoke. Kwanza uhubiriwe, ukubali wewe ni mwenye dhambi. Tena ukubali kuna dawa. Nayo dawa ni mwana wa Mungu na ambaye ndiye Yahshua Masihi. Na ndio ukubali kuipokea, lazima ubatizwe. Ukibatizwa, sasa maandiko inasema utaokoka. Na tumesikia asiyeamini atahukumiwa. Kwa hivyo usipoamini hayo yote, kuna hukumu iko mbele. Na hilo jambo la kutubu ni amri ya Mungu ambayo ameitangaza katika kila kiumbe. Matendo ya Mitume 17. Ni amri ya Mungu ambayo ameitangaza kwa kila kiumbe wakati huu, kutubu. Maana wote wamefanyiwa kuwa, wamehesabiwa kuwa wenye dhambi. Kila binadamu ni mwenye dhambi. Kwa hivyo Baba ametoa amri, kila mtu apate kutubu. Baada ya kutubu, ubatizwe. Ukibatizwa, utaokoka. Haya, hebu tusomewe Matendo ya Mitume 17, 30 na 31. 30 na 31 inasema hivi. Kwa maana
ameweka siku atakayowahukumu ulimwengu anzia 30. kuanzia 30. Basi na 31. Zamani zile za ujinga Elohim alijifanya kama hazioni. Bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki. Kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo hayo kwa kumfufua katika wafu. Yes. Tumesikia zamani zile Mungu alijifanya haoni. Vile wakati watu wa kila kabila, kila lugha walikuwa naomba miungu tofauti. Wanakuwa na miungu mingi sana. Mungu tumesikia alijifanya kuwa hazioni. Haoni hayo mambo yote. Bali sasa wakati umefika. Hizi nyakati za mwisho. Wakati amemtoa Yahshua mwanawe, anaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Kwa sababu gani? Tumesikia ameweka siku ya hukumu. Atakayo wahukumu walimwengu wote kwa haki. Kupitia huyo ambaye amemtoa kwa sababu ya wokovu. Ambaye ndiye Yahshua Masihi. Na amepeana udhabiti wa mambo hayo kwa sababu alipokufa baada ya siku 3 alimfufua. Na kwa sahi tunaongea ako hai. Akiwa ameketi katika mkono wa kuume wa Baba. Katika kiti cha ufalme huko mbinguni. Kwa hivyo ni amri ya Baba. Anaagiza watu wote kila mahali watubu. Baada ya kutubu ubatizwe. Ili upate kuondolewa dhambi, upokee kipawa cha Roho Mtakatifu, uwe na maisha mapya. Na hapo ndio tumesikia utaokoka. Utaokoka kutokana na hiyo hukumu, utaokoka kutokana pia na ghadhabu. Kuna ghadhabu ambayo Mungu ameitangaza kwa watu wote wenye dhambi. Warumi 5 mstari wake ni wa 8 na 9. Kuna ghadhabu, maana unauliza mimi naokoka kutokana na nini? Tumesikia utaondolewa dhambi, na tena tutasikia kuna ghadhabu ambayo Mungu ameitangaza kwa watu wote wenye dhambi. Lakini ukiokoka upitie hizo hatua, wewe utapatwa na hiyo ghadhabu, hutapatwa pia na hukumu. Utashinda hukumu ambayo tumesikia atahukumu walimwengu wote. Hebu tusomee maandiko. Warumi 5 mstari wake ni wa 8 na 9. Warumi 5, 8 na 9 inasema hivi: Bali Elohim aonyesha pendo lake mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Masihi alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana, tukisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Yes. Kwa hivyo tumesikia Mungu wetu Elohim wa Israeli ameonyesha pendo lake mwenyewe kwa vile alimtoa Yahshua mwana wake wa pekee akakufa kwa ajili yetu tulipokuwa tukiwa wenye dhambi. Na zaidi ukipitia hizo hatua utahesabiwa kuwa mwenye haki kwa sababu ya hiyo damu yake, na tutaokolewa kutokana na adhabu kwa yeye. Kwa hivyo unaokolewa kutokana na ghadhabu ambayo Mungu ameitangaza kwa ajili ya wote wenye dhambi. Hata pia kuna moto ambayo itawapata wote wenye dhambi. Kwa hivyo utaokolewa kutokana pia na hiyo moto. Utakapoamini, utubu na ubatizwe. Kwa hivyo huwezi okoka kama hujabatizwa. Shalom. Shalom ni kusema amani. Na hata wakati Yahshua atakuja mara ya pili. Maana atakuja mara ya pili. Sasa hatakuja kunegotiate kuhusu dhambi. Atakuja kwa wale ambao wameingia katika hiyo process ya salvation. Maana salvation is a process. Ukianzia unaenda ukikua from one faith to another. From one glory to another. Unaenda ukikua kiroho. Kwa hivyo kama vile hata maisha ya kawaida. Mtoto akizaliwa, anazaliwa, anaenda akikua mpaka anakuwa machua. Hata salvation ni hivyo. Mtu akishabatizwa, akishapitia hizo hatua, anaingia kwa hiyo process ya salvation. Anaenda akikua kiimani na kiroho hadi siku Yahshua atakapofunuliwa. Maana Yahshua mwana wa Mungu atafunuliwa tena mara ya pili kwa sababu sasa ya wale ambao wameokoka. Hebu tusome Warumi 9 mstari wake ni wa 28. Warumi 9:28. No, Waibrania, samahani. Waibrania 9 mstari wake ni wa 28. Waibrania 9:28 inasema hivi:
28. Kadhalika Masihi naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi, atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Yes. Kwa hivyo Yeshua alitolewa mara ya kwanza, akatoa sadaka kwa sababu ya dhambi, ili upitie hizo hatua ndio uingie katika hiyo process ya salvation. Kutubu, kuamini na kubatizwa. Na utabatizwa katika jina la Yeshua Masihi. Huyo tu ambaye ndiye mwenye haki, ambaye ndiye amekabidhiwa hiyo kazi ya kuokoa binadamu kutoka kwa dhambi. Kwa hivyo mara ya kwanza ilikuwa ni hiyo. Mara ya pili tumesikia atatokea. Na atatokea sasa pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa haki. Kwa hivyo mara ya pili hakuna kuongea mambo ya dhambi. Atakuja kwa wale ambao tayari wameoshwa na damu yake, ambao tayari wameamini ile dhabihu ama ile sadaka ambayo Yeshua Masihi alitoa pale katika mtini ili dhambi zetu zipate kuondolewa. Kwa hivyo hizo hatua ndizo zinafaa. Na hakika utaona wengi duniani wanakiri kuwa wameokoka, lakini hawajapitia hizo hatua. Maybe ametubu, alafu anaombewa, anasemekana ameokoka. Mwingine tu maybe ni kuamini, hata hajajulishwa kama yeye ni mwenye dhambi. Anaamini tu, anaombewa, anasemekana ameokoka. Lakini kulingana na vile Biblia imetufunza, na tulisikia Biblia inafaa kwa mafundisho, imetufunza lazima upitie hizo hatua. Utubu, maana wewe umekubali kuwa wewe ni mwenye dhambi. Tena ukitubu umuamini ambaye atakuondolea dhambi na ambaye ndiye Yeshua Masihi. Na baada ya kumwamini lazima pia ubatizwe. Ubatizwe ndio ukiri kuwa mmeshikania pamoja katika hiyo sadaka, ili uingie katika kuokoka, uingie katika wokovu. Yohana 3 mstari wake ni wa 3 hadi 5. Ni kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Usipopitia hayo, wewe hauko katika hiyo ufalme. Hebu tusikie katika maandiko. Yohana 3, mmoja ambaye alikuwa ni mwalimu wa Wayahudi alipata kuhimizwa hivyo, na nasi siku ya leo ndivyo tunahimizwa. Yohana 3 mstari wake ni wa 3 hadi 5. Yohana 3 hadi 5 inasema hivi. Yeshua akajibu akamwambia, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Elohim. Nikodemu akamwambia, awezaji mtu kuzaliwa akiwa mzee? Awezaji kuingia tumboni mwa mamaye mara ya pili akazaliwe? Mpaka 5. Yeshua akajibu, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Elohim. Yes. Yeshua mwana wa Mungu akajibu akasema, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Mtu asipozaliwa mara ya pili. Yeshua akajibu mwana wa Mungu akasema, Amin, amin nakuambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuona ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ili uone ufalme wa Mungu, ili uingie katika ufalme wa Mungu, lazima upitie hiyo hatua pia ya kubatizwa. Na kubatizwa ndio kuzaliwa mara ya pili. Na kuzaliwa mara ya pili ndio tumesikia ni kuzaliwa kwa maji na kwa roho. Hiyo mafunzo hata huyu Nikodema alishindwa. Mimi na nikiwa mzima nitarudi tumboni mwa mamangu ili nizaliwe tena? Akaelezwa vizuri. Amin, amin nakuambia, lazima uzaliwe kwa maji na kwa roho. Na tunajua kuzaliwa lazima kitu kile kinazaliwa kitoke ndani ya kile kinakizaa. Kwa hivyo kuzaliwa kwa maji lazima utoke ndani ya maji. Lazima utubukizwe ndani ya maji, utoke ndani ya maji ndio usemekane umezaliwa na maji. Tena uombewe ndio upewe Roho Mtakatifu. Maana tulisikia ukitubu na ubatizwe utaondolewa dhambi, tena utapokewa kipawa cha Roho Mtakatifu. Hicho kipawa cha Roho Mtakatifu ndicho kinaleta tofauti katika maisha ya mwanadamu ambaye anaamini. Maana ni msaidizi kutoka kwa Baba. Pia ni nguvu kutoka kwa Baba ambayo inamwezesha mtu kukaa kulingana na mapenzi ya Elohim Baba wetu.
Nafikiri wakati huo mwingine Baba akituwezesha tutakuwa na hiyo nafasi ya kusoma kuhusu ubatizo. Tuisome kwa undani kabisa, tuone maana yake, ikiwa moja ya hatua ambazo lazima ambaye anaamini apitie ili apate kuokoka. Haya yote tunafanya kwa sababu gani? Tumesikia kuna ufalme wa Mungu. Marko 1 mstari wake ni wa 15. Yeshua alipoanza kuhubiri, alihubiri vipi? Marko 1:15 inasemaje? Marko 1:15 inasema, akasema, wakati umetimia na ufalme wa Elohim umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Yes. Wakati umetimia, wakati unakaribia sana. Ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini Injili. Kwa hivyo ni kwa sababu ya ufalme wa Mungu na ni ufalme wa mbinguni. Kwa sababu hiyo lazima upitie hizo hatua. Utubu na kuiamini Injili. Injili ndiyo habari njema na ambayo sisi ambao tunaamini hatusikii haya kuinena, maana ina nguvu yake ambayo inamfanya pia mtu kuokoka. Hebu tusome Warumi 1 mstari wake ni wa 16. Warumi 1 mstari wake ni wa 16. Hii habari njema ambayo ndiyo Injili ya mwana wa Mungu ambaye ndiye Yeshua Masihi. Hatuwezi yaona haya tukihubiri ama tukiinena, maana ina nguvu yake. Hebu tusome tusikie. Warumi 1:16 inasema, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uwezo wa Elohim uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Yes, siwezi ona haya kwa hii Injili. Hii habari njema ya mwana wa Mungu Yeshua Masihi, kwa sababu ina uwezo wa Mungu, ina uwezo wa Elohim, Mungu wa Israeli, uletao wokovu. Ndio maana tulisikia lazima uamini. Utaamini hii habari njema. Habari njema ya mwana wa Mungu ambaye alitolewa sadaka, ambaye alitolewa dhabihu kwa ajili ya dhambi zetu. Na ikawa ni Mungu wetu wa mbinguni anaonesha upendo mkubwa, hata kama binadamu alipata kupotea, akapungukiwa na utukufu wake, akatubukia katika dhambi. Baba kwa sababu ya upendo akamtoa mwanawe Yeshua Masihi ili aje afe kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo hii Injili sionei haya, kwa kuwa Yeshua mwana wa Mungu ametolewa kuwa wokovu wetu. Ndio maana tukasoma tukasikia ni neno la stahili kukubalika na kuaminiwa ya kuwa Yeshua Masihi mwana wa Mungu alikuja ulimwenguni awaokoe wenye dhambi, ambao wa kwanza ni mimi. Na pale kuna kipawa cha uzima wa milele. Warumi 6:23. Kuna kipawa cha uzima wa milele kwa kuamini Yeshua na kuamini Injili, habari njema, na kufuata hizo hatua ambazo tunasoma. Warumi 6:23. Warumi 6:23 inasema hivi, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Elohim ni uzima wa milele katika Masihi Yeshua Bwana wetu. Yes. Kwa hivyo mtu akidumu kwa dhambi, akose kutubu, akose kupitia hizo hatua, tumesikia kuna mshahara. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele ulio ndani ya mwanawe ambaye ndiye Yeshua Masihi Bwana wetu. Kwa hivyo ningekusihi mtazamaji, angalia kama umefuata hizo hatua, na kama umefuata uzidi kukua kiimani, uzidi kukua kiroho, na kama hujafuata, fuata hizo hatua, ndio uwe katika wokovu ulio wa kweli na habari njema ambayo ilianza kuhubiriwa kutoka Yerusalemu. Luka 24:47. Hii habari njema, hii Injili ambayo sisi tuaihubiri ni ile ambayo ilianzia huko Yerusalemu, kama vile ambavyo tunavyosoma katika Luka 24:47. Hebu tusomee msomaji. Luka 24:47. Inasema hivi, 47. Na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondolewa la dhambi kuanzia tangu Yerusalemu. Yes. Ya kwamba mataifa yote watahubiriwa kama tunavyohubiriwa hata sasa, kwa jina lake, kwa jina la Yeshua Masihi mwana wa Mungu aliye mwokozi wetu, habari ya toba, habari ya kutubu, habari ya kuondolewa kwa dhambi kuanzia tangu Yerusalemu. Kwa hivyo hiyo habari ndio tunazidi kuwafikishia. Kuna toba,
kuna kuondolewa kwa dhambi, kuna kuamini habari njema, kuna kuamini mwana wa Mungu Yeshua Masihi, na tena ukibatizwa utaokoka. Maana kuna huo wokovu, na tumesikia katika huo wokovu kuna ufalme wa Mungu ambao unakuja, na pia kuna uzima wa milele. Kwa hivyo kwa mapenzi ya Baba, wakati huo mwingine tutaangalia kuhusu ubatizo, ambao tumesikia ni hatua moja ambayo inafaa katika wokovu. Na hata tutaendelea tuangalie pia ufalme wa Mungu, ambao kuna ufalme wa Mungu, wengine wanasema, na pia inasemekana hivyo, ufalme wa mbinguni. Hayo yote Baba akitupea nafasi, tutakuwa na hiyo nafasi, naye Baba atatubariki. Kwa hivyo nitamalizia pale nikisema Baba wa mbinguni awabariki, na azidi kuwatendea mema, na azidi hata kuwafunulia zaidi, ili mwishoe tuwe washindi na tuwe watu ambao watarithi uzima wa milele. Shalom, shalom, barikiwe sana. Amen. Amen. Medali jela. Udah nak